Mambo vipi? Bila shaka mtazamaji, matumaini yangu na tumaini uko salama kabisa. Langu jina Cosmo Constantino, CEO presenter wa michezo. Ripoti za Global TV ni kutoka hapa viwanja vya Jangwani hapa, makao makuu ya klabu ya Young Africans, ikiwa leo siku ya kilele kuelekea kusherekea ubingwa wa mwaka 2025 2026 wa NBC Premier League. Tuko hapa Global TV mapema kabisa kuhakikisha kwamba tunazungumza na wewe mwana soka, mpenda soka, lakini mwanafamilia wa Global TV, kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha habari zote ambazo zinaendelea kutoka hapa Jangwani. Na hivi ndivyo hali ilivyo. Wananchi wakiendelea na maandalizi kuelekea siku yao ya kwenda kusherekea ubingwa ambao wameubeba kwa msimu huu. Ikumbukwe ni mabingwa mara ya 5 mfululizo pasipo Simba kuchukua ubingwa chini ya udhamini wa NBC tangu kuingia katika udhamini wa ligi kuu soka Tanzania bara. Unaweza kuona kwa namna gani Young Africans wamekuwa na mafanikio makubwa chini ya uongozi wa Engineer Hersi Said, ambaye rais wa Young Africans mpaka sasa wao matumaini makubwa yapo kwake. Licha ya kuelekea katika uchaguzi, kwa maana ya miaka 4 ile ya kuongoza imeisha, lakini matumaini makubwa mpaka sasa katika viti viwili vile vya juu cha makamu lakini na rais bado ni wale wale, pamoja na Arafati akiwa msaidizi wake, wakiwa naelekea kwenda kupiga kula. Moja kwa moja unaweza kuzungumza kwamba katika nafasi hiyo hatuwezi kutegemea mabadiliko yoyote. Tazama, wananchi wako hapa na wako mapema kabisa, wanafanya maandalizi, majukwaa yakiendelea kuwekwa salama kabisa kuhakikisha kwamba wasanii hapo baadaye wanakwenda kutumbuiza na kwenda kufanya wananchi wafurahie siku yao ya ubingwa. Kama ambavyo tumekwisha kuzoea miaka mingine, paredi lazima, lakini wao msimu huu paredi lao wameamua wafanye siku ya tarehe 4 mwezi wa 7, ambapo mnyama Simba atakuwa anakipiga kule Gombani Pemba dhidi ya Azam FC. Kwa namna moja ama nyingine, unatazama utani wa jadi huo unakuwa wa namna gani, mambo haya yanavyokuwa yanaingiliana. Lakini moja kwa moja tumeshazoea kuona Yanga akiwa anahitaji jambo lake huwa anakuwa serious kweli kweli. Wananchi wako hapa na tutakwenda kuzungumza nao, wanazungumza nini kuelekea siku hii muhimu sana, pengine hata kuliko ile siku ambayo wamenyanyua kombe. Wanaenda kuonyesha furaha zao, lakini kujipongeza, pongezi kubwa kwa msimu huu, nini wamekwenda kufanya mpaka kufikia siku hii ya leo. Wanaitwa mabingwa wa mwaka 2025-26 kwa mara ya 5 mfululizo. Bwana, Global TV tunahakikisha kwamba tunakupitisha kila mahali, utazame namna wanayanga walivyokuwa serious. Na nikitazama kwa sasa saa yangu ni saa 4 na dakika zake kuelekea katika siku ya kilele cha ubingwa kwa upande wa wananchi. Tazama, ni kuonyeshe namna ambavyo majukwaa yako tayari hapa na wameanza maandalizi mapema kabisa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda salama kabisa. Nikitazama kule kuna jukwaa ambalo limetawala rangi nyeusi, lakini nyuma naona wameandika champion 2025 2026, lakini kukiwa kuna picha ya wale wapambanaji wale sasa ambao wamehakikisha Young Africans inabeba ubingwa kwa msimu huu tena kwa mara nyingine. Lakini kuna stage kubwa hapa ambayo nayo background yake naitazama ikiwa imebeba pia wale wapambanaji, ama tunaweza kuzungumza kwa namna moja ama nyingine, maaskari ambao wamepambana kuhakikisha Yanga anakwenda kubeba ubingwa. Tumezoea sherehe hizi kwa Young Africans, kwao si ajabu kwa misimu 5 mfululizo. Wanayanga wanajivunia kuwa na timu yao na bado wanaendelea kujivunia. Maandalizi yako hapa na bado wanahakikisha kwamba wanayanga anaendelea kufurahi. Kuna namna ya kujifunza vilabu vingine vyovyote pindi unapoona mafanikio kwa mwenzako. Young Africans ameonyesha mafanikio makubwa sana kubeba ubingwa mara 5 mfululizo, hasa kwa msimu huu ambapo ligi ina ushindani mkubwa sana. Japo wengi hawajaridhia kwa Young Africans kubeba ubingwa, na tunafahamu sio wote wanaweza kuridhia, wakiwemo wana Simba na wakilalamika kwamba msimu huu wameonewa sana na wakiwalalamikia waamuzi. Lakini zisibaki lawama tu, lazima uangalie wapi umeteleza, wapi unapaswa kuinuka tena na kwenda kurekebisha ili msimu ujao uweze kwenda kubeba tena mara 5 mfululizo. Hizo sio ndogo,
ni nyingi kweli kweli. Tazama mafundi wakiendelea hapa, na hii yote kuhakikisha kwamba wanayanga wanakwenda kufurahi. Hapa ni mwonekano bwana nje ya klabu ya Young Africans, na sehemu inayojengwa jukwaa hili ni sehemu ambayo panatarajiwa kusimikwa ama kujengwa uwanja wa kimataifa wao ambavyo wanazungumza wa mpira wa miguu. Tukitazama kwa mbali kabisa, kama ambavyo tulikuja Global TV, ripoti zetu zilikuwepo hapa na tuliwahabarisha nini kinaendelea. Wamemwaga vifusi na nini kuhakikisha kwamba wanaanza huo ujenzi, japokuwa watu wengi wamekuwa wakizungumza kwamba ni kuelekea uchaguzi, huenda zikawa ni kampeni. Mimi sio mwongeaji sana juu ya hilo, ni swala la muda tu, tunasubiri ile miezi 18 ambayo alizungumza. Bado ni mingi kweli kweli, huenda bado wakafanya jambo. Bwana, Yanga leo tunategemea kuwaona wakiwa wamependeza na jezi zao ambazo zimeandikwa mabingwa, kama ambavyo unaona pale mbele wameandika champion 2025 2026 NBC Premier League. Ni hivyo, na sisi tuko hapa mapema kabisa, tumefika kuhakikisha kwamba tunakuonyesha kile kinachoendelea hapa Jangwani, nje ya makao makuu ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Nizungumze pia na shabiki ambaye amefika hapa, amejiandaa vipi pengine kusherekea ubingwa wa msimu huu. Kaka, mambo? Sorry, nakuomba dakika 2. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Umari. Unaendeleaje? Fresh kabisa kama kawaida. Hongera kwanza kwa kuchukua ubingwa kwa msimu huu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka hapa tulipofika tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Okay. Manake tulipotoka mbali na mpaka hapa tulipofika tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kudura zake. Mpaka tumechukua ubingwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Naona maandalizi yanaendelea hapa, na wewe ni mhusika wa maandalizi yao, umekuja mapema tu kuangalia nini kinafanyika? Yani mimi ni mshabiki ambaye nimekuja kuangalia nini kinachoendelea. Mpaka dakika hii naona maandalizi yanaenda vizuri. Ila mimi sio mhusika, ila mimi ni mshabiki kuja kushangilia timu yangu kwa jinsi tulivyochukua ubingwa. Umejiandaaje sasa siku ya kilele cha ubingwa, paredi la kibabe, na wewe umefika hapa? Kwanza utakuwepo Karume? Yani hilo sio swala la kuuliza. Yani hilo ni swala ambalo la kawaida kabisa, ni ambalo la muhimu, na ndio haswa tunalolisubiria sisi. Yani tuanze ile parade kuanzia huko mpaka hapa tulipata kwenye makao makuu, ndio tunapohitaji sisi sasa hivi, yani unavyotuona. Na ndio maana niko hapa, nimefika mapema kwa sababu silitaki nilikose ile parade. Hiyo nongwa wanasema kwa nini muweke parade tarehe 4 ambapo mtani anacheza? Hamna nongwa, kwa sababu ndio tarehe ambazo tunazozipangia sisi wenyewe. Sisi hatuna nongwa na mtu wowote. Kama nongwa watakuleta walete wao, kwa sababu ubingwa wenyewe mpaka tunavyochukua ina maana ulikopo una mambo chungu mzima. Umeelewa? Figisu kibao, fitina, choyo, chuki. Mpaka hapa tulipofikia ina maana sisi tunajiita vidume mpaka kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo. Ndugu mtangazaji, sio mchezo. Sio mchezo. Sio kitu kidogo. Watu wamekaa tu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Wewe ayumi. Nyinyi mlikaa miaka 4. Sasa miaka 4 na 5 mingi ipi? 5. Sasa mmevunja rekodi. Na bado chukua hii. Na bado chukua hii, nakupa. Mnasema mwakani tena. 6 tena nakupa hiyo. Usimwambie mtu, lakini hiyo siri yako. Ile kauli ya Haji Sunday Manara back to back kwa Yanga ndio inakwenda sasa. Ndio maana yake, ndio maana nakwambia nakupa hiyo 6 tena. Usimwambie mtu wote, hiyo siri yako. Usimwambie mtu. 6 tena. 6 tena. Kama kawaida. Wafanye wasifanye hivyo vyote. Nini kinafanya mwe majeuri hivyo na Yanga? Tunajua wenyewe. Tuna benchi nzuri la ufundi, tuna uongozi mzuri, tuna uongozi wenye uweledi, wenye kuelewa wana mashabiki tunataka nini. Na nimeona pale majina yaliyopitishwa, makamu wa rais pamoja na yeye rais ni wale mnaenda kuwapigia kura. Sasa kwamba hawapo wengine ambao walistahili. Sasa ndugu yangu, toka wachukue timu mpaka sasa hivi hakuna kitu kilichokosekana. Tunachohitaji sisi kwa tunalilia ubingwa. Ubingwa tunachecheka kwa mara 5 mfululizo. Sasa kipi tena kitu kingine tubadilike sasa hivi? Hata hiki kinachotaka kubadilisha nini? Kitu kipi sasa kile kubadilisha wewe? Mimi
mimi sioni. Bwana, kila la heri. Nashukuru. Bwana, kutoka hapa Jangwani, mimi ni Cosma Constantino, nilikuwa nahakikisha kwamba ninakupitisha na ufahamu kile ambacho kinaendelea hapa kuelekea siku ya kilele cha ubingwa wa ligi kusoka Tanzania bara kwa wana Young Africans. Nyuma ya kamera yuko Idrisa, endelea kusalia nasi mpaka siku utakapokwenda kuisha. Tutakuwepo live kupitia mitandao yetu ya kijamii haswa YouTube, basi hakikisha unatufollow ili uwe kwanza kujipatia taarifa zetu pindi tunapoachia kupitia mitandao ya kijamii. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.